Hawa ni wachezaji 9 ambao wameweza kununuliwa kwa bei ghali zaidi kwenye dirisha dogo la usajili, dirisha la Januari 2026 katika bara la Ulaya. Nitakutajia mchezaji wa 9 mpaka yule wa kwanza. Kaa nami mwanzo mpaka mwisho kwa fahamu wachezaji 9 ambao wameweza kutikisa kwenye dirisha la usajili la mwezi Januari barani Ulaya. Dirisha la usajili la mwezi Januari barani Ulaya huwa alitabiriki siku zote, lakini mwaka huu limeacha alama ya kipekee. Wakati wengi walitarajia klabu kubwa zingekaa kimya na kusubiri majira ya joto, hali imekuwa tofauti. Imekuwa ni kama mchezo wa karata ambapo kila timu ilijaribu kuficha turufu yake hadi sekunde ya mwisho. Kishindo cha Manchester City na Liverpool katika hali iliyoshtua wengi, klabu ya Manchester City iliamua kuingia sokoni kwa kishindo kwa kumnyakua Antoine Semenyo pamoja na Mark Gui. Antonio Semenyo akitoka Bournemouth, lakini pia Mark Gui akitoka Crystal Palace. Kuna timu nyingi ambazo zimeweza kufanya usajili. Sasa mimi nitakupa hawa wachezaji 9 ambao wameweza kununuliwa kwa bei ghali zaidi katika ligi barani Ulaya. Sasa mchezaji namba 9 ni mchezaji kutoka pale katika klabu ya Manchester City ambaye anaitwa Oscar Babi kwenda katika klabu ya Fulham. Ujamaa aliweza kununuliwa kwa dola za Kimarekani milioni 37, kibongo ni sana bilioni 96.2 za Kitanzania. Mchezaji wa 8 anaitwa Lorenzo Luca kutoka Udinese Songo ya kule Serie A mpaka katika klabu ya Napoli ya kule Serie A. Huyu jamaa usajili wake uliweza kukosti dola za Kimarekani milioni 41 ambao ni sawa na shilingi bilioni 106 za Kitanzania. Mchezaji wa 7 ni Ademola Lookman, nyota huyu kutokea kule nchini Nigeria ambaye amekiwasha sana kwenye AFCON, akitokea katika klabu ya Atalanta mpaka kwenye klabu ya Atletico Madrid, kutoka Serie A Italia mpaka Spain katika La Liga Santander. Huyu jamaa uhamisho wake uliweza kukosti dola za Kimarekani milioni 41.5 ambao ni sawa na shilingi bilioni 107.9 za Kitanzania. Mchezaji wa 6 ni Conor Gallagher, nyota wa klabu ya Atletico Madrid akihamia katika klabu ya Tottenham Hotspur kutoka La Liga Santander mpaka kwenda katika ligi kuu nchini Uingereza EPL. Usajili wake uliweza kukosti dola za Kimarekani milioni 47 ambayo ni sawa na bilioni 122 za Kitanzania. Brennan Johnson kutoka Tottenham Hotspur mpaka Crystal Palace. Usajili wake uliweza kukosti dola za Kimarekani milioni 48 ambayo kibongo ni sawa na bilioni 124.8. Mchezaji wa 4 ni Lucas Paqueta. Lucas Paqueta ametoka katika klabu ya West Ham United na kwenda katika klabu ya Flamengo kutoka EPL mpaka Brazil. Usajili wake uliweza kukosti dola za Kimarekani milioni 50 ambayo ni sawa na shilingi bilioni 130.26 za Kitanzania. Nafasi ya 3 yuko Jorgen Larsen kutoka Wolves mpaka katika klabu ya Crystal Palace. Crystal Palace iliweza kutoboka mfukoni kwake dola za Kimarekani milioni 59 ambayo kibongo ni sawa na shilingi bilioni 153. Kabla sijaendelea nafasi ya pili na nafasi ya kwanza, ni kuombe tu kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television, gusa neno subscribe hapo ili wa kwanza kupata update stories zote za kimichezo kutoka kwetu. Sasa katika nafasi ya pili yuko bwana mdogo Jeremy Jacquet kutoka katika klabu ya Rennes ya kule nchini Ufaransa mpaka katika klabu ya Liverpool. Uhamisho wake umezungumzwa sana katika mitandao ya kijamii kwa sababu ikisemekana kwamba Liverpool, mtu anayehusika katika
dirisha la usajili ni kama anapigwa hivi. Kijana mdogo kama huyu uhamisho wake unazidi mastaa wengi kweli kweli. Hakuna star wa Arsenal kwenye dirisha kubwa la usajili, hakuna star wa Manchester United ambaye ameweza kufikia dau ambalo Liverpool ameweza kumnunua bwana Jeremy Jacquet kutoka katika klabu ya Lens mpaka Liverpool. Mchezaji ambaye jina lake sio kubwa, jina lake la kawaida, kitoka kwenye ligi ya Ufaransa mpaka EPL, lakini uhamisho wake umeweza kukosti dola 82 milioni za Kimarekani, ambayo kibongobongo ni sawasawa na bilioni 213.2. Bilioni 213.2 ndio uhamisho uliokosti kuhamisha bwana Jeremy Jacquet kutoka Lens mpaka Liverpool, kutoka France Ligue 1 mpaka EPL. Nafasi ya kwanza. Katika nafasi ya kwanza yuko Antoine Semenyo kutoka Bournemouth mpaka Manchester City. Huu ndo usajili wa kwanza katika dirisha la Januari, dirisha dogo la usajili barani Ulaya, ambao umeweza kukosti hela nyingi zaidi katika dirisha la Januari. Manchester City wakitoa dola za Kimarekani milioni 84, ambayo kibongobongo ni sawa na bilioni 218.4 ili kuweza kuinasa sign ya Antoine Semenyo. Bana, by the way, Antoine Semenyo ameshaonesha makucha yake, ameshaonesha na nini katika michezo 6 ambayo ameichezea klabu ya Manchester City. Tayari ameweza kufunga magoli 4 na kutoa assist za magoli 2. Kwa hiyo amehusika katika upatikanaji wa magoli 6 kwenye michezo 6 aliocheza katika kikosi cha Manchester City. Huu ndo usajili ghali, lakini ndo usajili ambao umeanza kudeliver, umeanza kutoa matokeo mapema sana. Mechi za kwanza kabisa tayari ameshaonesha ni kwa namna gani kikosi cha Manchester City kilikuwa kikimuhitaji bwana Antoine Semenyo. Ghanaian boy huyu anakiwasha kweli kweli pale katika viwanja vya Etihad chini ya Pep Guardiola. Bana, hapa ni Super 12. Hao ndo wachezaji 9 ambao waliweza kutikisa dirisha la usajili la mwezi Januari. Ni mchezaji gani ambaye unamtabiria makubwa sana katika timu yake mpya ambayo ameweza kujoin kati ya wachezaji 9? Niambia hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Tafadhali subscribe YouTube channel yetu kama bado hujasubscribe, ili wa kwanza kupata update stories zote za kimichezo kutoka kwetu.